Tutakwenda kuungana moja kwa moja na Mr. Agweyu Collins, huyu anapatikana kule Nairobi nchini Kenya, na hasa kwenda kuungana naye hasa tukijadili hilo pengine hii ni lugha namna gani hasa inaashiria nini katika kile ambacho mekizungumza leo rais wa taifa la Kenya William Ruto. Mr. Agweyu, habari za Nairobi? Nairobi kuko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Labda upande wa Tanzania? Upande wa Tanzania ni salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda, kumetulia. Agweyu, tumeshuhudia leo rais wa Kenya amelihutubia taifa. Moja kati ya lugha ambayo aligusia pia ni kuhusiana kwamba lazima tuondokane na mawazo ya kuridhika na kawaida, lakini pia jambo lingine ambalo akaligusia ni kwamba na kuitaka nchi kuachana na kile ambacho amekiita utamaduni wa mawazo madogo na matarajio ya kawaida. Pengine hizi lugha ni za namna gani hasa kijumla, na ni kwa namna gani hasa Kenya imepokea katika hizo? Jambo la kwanza ambalo tunafaa kuzingatia ni kwamba katiba ya Kenya inamruhusu rais wa nchi kuitubia nchi wakati mmoja katika mwaka ili kuwaeleza wananchi ni lipi haswa ambalo serikali yake imeweza kutekeleza. Kile ambacho kilichotokea leo na tukizungumzia mazungumzo ya Bwana Ruto ni kwamba anasema nchi ya Kenya ni nchi ambayo ina uwezo wa kusonga mbele na kuwa katika nafasi moja na nchi kama Singapore na mengineo, ikiwa wananchi wataweza kubadilisha mawazo yao na kutekeleza mambo kulingana na mambo yanavyotekeleza kwa kisasa, bila kuzingatia yale ambayo yalikuwa yakitekelezwa mwanzoni au kitamaduni. Na ni jambo ambalo amekuwa akilizingatia kwa aswa, kwa sababu serikali yake imeweza kuipa kipaumbele mambo ya teknolojia, ukuaji wa mitandao na mambo mengine. Na kulingana na Bwana William Ruto, anasema kwamba uchumi wa Kenya utaweza kuendelea ikiwa kwamba Wakenya wataweza kubadilisha mawazo yao, waweze kujiondoa katika yale mawazo ya kale, yale mawazo ambayo ilikuwa kwa kawaida lazima uweze kupata kazi kwa serikali au uweze kuajiriwa ili kuweza kuchangia katika uchumi wa nchi, bali itaweza kuendelea ikiwa Wakenya wataweza kubadili mawazo yao na kuyaainisha na mawazo ya kisasa ya kutumia dijitali na mambo mengine, kuhakikisha kwamba wanaweza kujikiuza kiuchumi. Kauli yake tunaweza kusema ni kauli ambayo inaelezea kwamba ni wakati haswa kwa Wakenya kubadili mienendo na pia mawazo yao ili kuiainisha na mawazo ya kisasa. Naam. Bila kufuatilia mirengo ya kisiasa kwa njia moja au nyingine, tutasema kwamba serikali yake imeweza kujaribu, kwa sababu kwa sasa ukiangalia katika mitaa mingi hata vijiji, serikali ya Bwana William Ruto imeweza kuhakikisha kwamba umeme umeweza kufika katika vijiji kadha wa kadha. Kuna wale ambao wanasema kwa sasa kila kijiji kina umeme nchini, na mambo ambayo ukiangalia, na pia serikali yake imeweza kuhakikisha kwamba mambo ya interneti na mitandao imeweza kusambazwa katika mitaa tofauti. Alipoingia madarakani, serikali yake iliweza kuhakikisha kwamba mitandao kwa Kiingereza tunaita wifi imeweza kuwekwa katika vijiji, imeweza kuwekwa katika maeneo tofauti ili kuwawezesha vijana kuchangia katika uchumi wa taifa kupitia njia ya mitandao. Tutasema kwamba ingawa serikali yake haijaweza kutekeleza manifesto yake kwa matarajio ya Wakenya, kwa njia moja au nyingine ni rais ambaye amejaribu sana kulinganishwa na rais wengine kuhakikisha kwamba anabadilisha mifumo ya kiuchumi ya nchi ya Kenya kutoka ile ambayo ilikuwa ya kawaida ya vijana kupata kazi za mikono na mingineo, na kuipeleka katika nafasi ambayo vijana wanaweza kutekeleza au kupata mapato kupitia mitandao na njia za kisasa. Naam. Kuna kitu ambacho Agweyu umekizungumza hapo,
kwa vijana, hasa kwa wale ambao wanaweza katika mavio. Serikali nyingi za katika bara hili la Afrika nchi nyingi za Afrika, vijana wengi wamekuwa wanasoma katika vio, na wanapomaliza vio mara nyingi huwa wanasubiria katika kwenda kuajiriwa. Unafikiri kuna nini ambacho hasa kinapaswa kubadilika hasa katika serikali hizi zetu hizi za mataifa haya ya Afrika? Pengine kijana pale anapomaliza pia chuo anajua ni kwa namna gani ambavyo anakwenda kuanza maisha na harakati nyingine kuendelea. Kwa sasa ukosefu wa kazi ni tatizo kubwa katika mataifa mengi ya Afrika, haswa baada ya vijana kumaliza vyuo vikuu. Hapa Kenya pia ni tatizo, lakini serikali jambo la kwanza ambalo linatekeleza ni kwamba kuhakikisha kwamba yale masomo ambayo yanatolewa katika vyuo vikuu yanaendana na maisha ya kisasa. Izingatiwe kwamba mifumo inaendelea kubadilika, na itakuwa vyema kwamba ikiwa vyuo vitaweza kutoa elimu ambayo itawawezesha vijana wanapotoka katika vyuo hawatategemea serikali au wengine kupata kazi, bali wawe na uwezo wa kutengeneza kazi zao. La pili ambalo tunaona kwamba serikali inazingatia haswa ni kwamba imeweza kuweka mifumo na kutekeleza na kuongeza vyuo ambavyo vinatoa mafunzo tofauti mengine mitandao. Kama kwa mfano kwa sasa kuna ile ambayo tunaita Open University of Kenya, ambayo inawawezesha vijana hata baada ya kumaliza masomo yao wanaweza kujisajili katika mitandao na kupata mafunzo ambayo yatawawezesha kujiajiri wenyewe. Na cha muhimu ambacho serikali za Afrika zinafaa kuzingatia ni kwamba vijana wana uwezo wa kutekeleza na kujiajiri wenyewe ikiwa basi sheria zitaweza kubadilishwa. Utapata wakati mwingine sio fedha tu ambazo zinatarajiwa, bali sheria zinafaa zibadilishwe ziweze kuendanisha na mifumo ya kisasa. Ikiwa sheria haitamwezesha kijana kuwa na uwezo wa kufikiria au kuwa na uwezo wa kutengeneza kile ambacho hakijafanywa baadaye, basi itakuwa vigumu kwa vijana kujiajiri. Hivyo ni cha muhimu sana. Ingawa serikali itajaribu kutumia njia nyinginezo, itakuwa vyema ikiwa serikali itaweza kubadilisha sheria na kuhakikisha kwamba sheria ambayo ipo inaendana na mifumo ya kisasa. Naam. Tuseme umezungumza pale awali serikali ya sasa ya Ruto walao imekuwa ina tofauti na serikali ya zingine ambazo zimewahi kuwepo. Nini kimepelekea mpaka serikali hii walao imekuwa na tofauti na zile ambazo zimewahi kutokea? Ni utashi wa mwenyewe Ruto ama kuna nini ambacho kimechagiza kutokea kwa mabadiliko haya? Kuna mambo kadha wa kadha. La kwanza ni kwamba Bwana Ruto alipoingia mamlakani aliweza kuhakikisha kwamba badala ya nchi ya Kenya kuendelea kuchukua madeni, ingawa ameweza kujiingiza katika madeni mengi, lakini ameweza kuipunguza kwa kiwango fulani, kuhakikisha kwamba kuna zile miradi ambazo tunasema private sector inaweza kuifanya na kuhakikisha kwamba serikali haitatumia pesa mingi kuitekeleza, kama ujengaji wa barabara na mengineo. Na kwa sababu ya hayo imeweza kuleta kazi katika baadhi ya Wakenya bila serikali kuingia katika madeni. La pili ni kwamba alipoingia mamlakani aliweza kuona kuna baadhi ya vijana ambao ni wengi wanajihusisha na kazi mitandaoni, na kupitia hiyo aliweza kuhakikisha kwamba mitandao imeweza kufikia Wakenya wengi, na kwa sababu ya hayo vijana wengi wameweza kupata kazi ambazo wanaweza kuzifanya mitandaoni. Cha muhimu ambacho tunafaa kuzingatia ni kwamba kumekuwa na sheria zimeweza kubadilishwa kwa wakati mwingi sana ili kuwawezesha vijana kufanya biashara yao bila kuenda kinyume cha sheria. Hapo mwanzoni tutasema kwamba sheria ilikuwa ile rigid ambayo ilikuwa vigumu sana kwa vijana kutekeleza kazi yao bila kuenda kinyume cha sheria, na kwa sasa tumeona kwamba serikali yake inajaribu sana kuianisha sheria na kuifanya iwe ambayo inawapa support vijana wanapotekeleza mambo yao haswa katika mitandao. Naam. Kuna kitu Agoya umekizungumzia hapo swala zima la mitandao, na kwa namna wifi na mitandao kwa jumla ambavyo inatumika kwa sasa,
katika maeneo mengi ya Afrika tumeshuhudia kwa namna ambavyo vijana wamekuwa kitumia hiyo mitandao ndivyo sivyo, hasa wengine wakitumia pia kwa kufikisha agenda zao. Unafikiri nini ambacho hasa kilipaswa kufanyika ikiwemo kwa hawa vijana lakini pia na wadau mbalimbali wakisha mitandao hiyo inatumika ipasavyo hasa katika kufanikisha maendeleo ya mataifa husika ikiwemo ile Kenya na mataifa mbalimbali Afrika? Tunafaa kuzingatia katika kwamba kwa kila mfumo wa maendeleo ambao unajitokeza kutakuwa na upande wake mzuri na upande wake mbaya. Na ukiangalia upande wa mitandao kwa sasa kuna wale ambao wanatumia mitandao kuweza kupata ajira, kutengeneza ajira na mengineo, na pia kuna wale ambao wanatumia mitandao kwa mambo yao ambayo ni kinyume na matarajio ya wengi. Kile ambacho serikali inafaa kufanya na hata mawakili tumekuwa tukieleza serikali ni kwamba itakuwa vyema ikiwa wataweza kuwaelimisha vijana umuhimu wa mtandao ili wasiweze kuzingatia tu ubaya wake, kwa sababu wengi wa vijana ambao wapo katika miaka ya 18 na kuenda juu ni vijana ambao wana uwezo wa kuelewa haraka ikiwa wataweza kuelezwa kwa njia inayotakikana. Kwa Kiingereza tunaita ile mass education. Kuna wale ambao wanatumia mitandao vibaya kwa sababu wanafahamu hakuna njia nyingine ambayo mitandao inaweza kutumiwa. Na la pili, pia tumeona serikali imekuwa ikijaribu kutengeneza sheria ya kuhakikisha kwamba mitandao haitatumiwa vibaya. Lakini pia inafaa izingatiwe hata wakati ambapo wanatengeneza sheria hiyo, basi isikuwe sheria ambayo itaweza kuwakandamiza hata wale wanaotumia mitandao vizuri, au isiwe sheria ambayo itatumiwa kwa njia ya kwa njia ambayo itaenda kinyume na haki za kibinadamu. Lakini kwa sasa tumeona kwamba baada ya yale ambayo yalikuwa yakitokea katika nchi ya Kenya, mawaziri na pia wakuu wa serikali wameweza kujitokeza ili kuwaelimisha vijana umuhimu wa mitandao. Japokuwa hapo mbeleni serikali ilikuwa inajaribu kutumia nguvu na wakaona kwamba nguvu haiwezi kuwasaidia vijana, basi wameweza kuwaelimisha vijana kuhakikisha kwamba kile ambacho wanafanya mitandaoni ni kile ambacho kitaweza kuwasaidia maishani. Naam. Kwa jicho lako la kiuchambuzi, unafikiri hii mitandao kwa namna gani inaweza kujenga na kubomoa maeneo mbalimbali hasa nchi lakini pia na hata vijana kukosa kile ambacho tunatarajia? Kwa sasa tutasema kwamba dunia pale tunapoenda ni kwamba bila mitandao itakuwa vigumu sana kwa nchi yoyote kusonga mbele, kwa sababu mambo yote yameweza kuenda mitandaoni. Hata kwa sasa tunazungumza kutumia mitandao, na hiyo ina maana kwamba ikiwa serikali itaweza kuhakikisha kwamba mitandao hii inaweza kutumiwa vyema, tatizo la ajira litakuwa tatizo ambalo halitakuwa tatizo tena kwa wananchi. La pili, ukiangalia katika mambo tofauti, iwe hospitalini, iwe mahakamani, ikiwa mitandao itaweza kutumiwa vyema, inamaanisha kwamba nchi itaweza kusonga mbele. Na pahali tulipo kwa sasa, itakuwa rahisi sana hata mataifa ya Afrika kuhakikisha yameweza kupata maendeleo na hata kuyafikia yale ambayo yaliweza kuendelea mbele yetu kwa kupitia matumizi mazuri ya mitandao. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine, ikiwa mitandao hii haitaweza kutumiwa vizuri, basi itakuwa chanzo kikuu cha kuhatarisha maisha ya watoto, maisha ya wananchi na maisha ya wengine. Hivyo cha muhimu ni kwamba kwa sababu mitandao ndiyo ambayo inatumika haswa kwa sasa, itakuwa vyema kana kwamba serikali itaweza kuwaelimisha wanafunzi wakiwa shuleni jinsi ya matumizi ya mitandaoni na uzuri na ubaya wake kama bado wanafunzi wapo shuleni, kwa sababu ni rahisi kumkunja samaki aliye mbichi. Naam. Asante sana, ni rahisi kumkunja samaki aliye mbichi. Mr. Agweyu Collins, tukushukuru sana kutokea huko Nairobi nchini Kenya. Asante kwa kushiriki nasi